siku hii ya leo. Kimbinu zaidi Mbeya City leo wabana wapi Young Africa? Waliwabana kwenye uwasilishaji. Unajua wao ni timu ndogo, na timu ndogo always ikiwa anacheza dhidi ya timu kubwa, wenyewe wanachokiangalia kitu cha kwanza kabisa, kwanza tunapataje hiyo sare, tusiconcede goal, kwa sababu unahakika kwamba hiyo timu kubwa ikiwa anacheza na wapinzani wa size yako mara nyingi huwa inafunga magoli. Hilo ndo wamekuja na mbinu ambazo tuliziona. Of course mechi ilitunyima ile mechi ambayo unaona kabisa kwamba clear possession kwa upande wa Yanga, labda ku set back kwa upande wa Mbeya City ilitunyima hiyo kwa sababu ya aina ya pitch. Pitch ilituchagulia style ya kucheza. Style ya kucheza ilikuwa ni ile ya twende huku na huku, kwa maana kwamba hakuna timu ambayo ilikuwa inaweza kutulia na mpira ikapiga pasi at least 4 hakukuepo, kwa sababu ya uwanja ulilimit muda, ulilimit creativity kwa wachezaji. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi wachezaji kuwa uhuru zaidi na mpira. Na ukinyima uhuru, unajua pia hata matendo pia wewe mwenyewe unajilimit. Baada ya touch ya kwanza, touch ya pili naachia mpira, kwa sababu nisipouachia mpira mimi uwanja utanipokonya. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande wa Mbeya City, nafikiri ile mbinu ya kucheza mipira ya juu iliwa favor. Tunasema direct style of play. Kwa hiyo wenyewe walichokuwa wanakifanya kwanza ni wao kucheza direct wakiwa na mpira, lakini kitu cha pili ni kuwalazimisha Yanga kucheza direct, kwa maana kuwapa pressure wasipokuwa na mpira. Wakiwa na mpira wape pressure, wao waje direct, kwa sababu hawatakuwa na muda wa kuwa na creativity. Kwa upande wa structure, walifanikiwa wapi? Walijua njia za Yanga za kuzizuia. Njia ya kwanza ya Yanga sisi tunajua ni kupass through. Wapasi katikati ya bloku yako, wakifika kwa kipa wako na wafunge goli. Lakini njia ya pili mara nyingi ni kupita kwa njia za pembeni. Lakini njia ya tatu mara nyingi inakuwa ni njia ya juu. Sasa wao wakalimit hizo njia mbili za mwanzo, kwa maana njia katikati na njia pembeni. Wakawachagulia Yanga, chezeni njia za juu. Wachezaji wetu sisi ni wazuri juu, kupambania mipira na kushinda mipira ya pili na dondoka, kwa maana second balls. Sasa ukiangalia kwenye hizo njia mbili walizozizuia za mwanzo, utaona Mbeya City of course kwenye lineup yao waliingia na 4-2-3-1, lakini nyakati nyingi ulikuwa unaona walikuwa wanacheza na muundo ambao ulikuwa unazizuia hizo njia mbili. Kivipi? Of course mara nyingi sana Mateo Anthony pamoja na Vitalis Mayanga ndio walikuwa wanacheza sana juu. Kitu ambacho walichokuwa wanakifanya Mbeya City ni kubadilisha hii 4-2-3-1 kuwa 4-4-1, kwa maana kwamba Mateo ndio alikuwa peke yake mbele, dhidi mpira ukiwa kwa Job Diarra pamoja na Baka. Isra na Boka mara nyingi wao wanakuja kwenye hizo advanced position, lakini mara nyingi siku hizi Yanga wanatumia sana mtu mmoja kwenda kupokea mipira kutoka kwa watu wawili. Sometimes pia anakuwa sambamba nao, kwa maana ya Aziza Ndambwile. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya Yanga ni kwamba Mateo utakuwa dhidi ya hawa wa limit time, wasio too creative, lakini Mayanga atakuwa anacheza na Ndambwile, kwa maana kwamba asimpe na yeye muda wa kuwa kupokea mali na kuweza kuendeleza shambulizi kwa njia katikati, kwa maana central progression. Lakini hii ni 4-4-1, kwa maana kwamba hawa wawili walirudi hadi usawa wa viungo kutengeneza 4 ya katikati, kwa maana kwamba wanajua njia ya kwanza ya Yanga baada ya kuzuia njia ya katikati, basi watapita pembeni kwa nani? Kwa Isra pamoja na Boka. Kwa hiyo Ambokile Eliudi pamoja na Mwani, nyie hakikisheni Isra pamoja na Boka hawawezi kucheza kwa uhuru kwenye mapana uwanja. Baada ya hapo wapunguzie muda na nafasi Pacome katikati ya mistari, kwa maana kwamba mpira ukija kwao hakikisheni nyinyi mnakuwa compact, mnafinya nafasi wasipate muda na nafasi katikati ya mistari yenu. Boeli mara nyingi mipira ilikuwa inamkuta katikati ya watu wengi. Kwa hiyo utaona sasa njia ya katikati imezuiliwa, kwa maana kwamba Chibada pamoja na Adil hawaruhusu kwanza hii nafasi iwe wazi, lakini Vitalis pamoja na Mateo hawaruhusu Duke pamoja na Aziza Ndambwile waweze kuprogress kwa njia ya katikati. Pembeni ndo kama hivyo nilivyokuambia. Nyakati nyingi sasa hizi njia mbili za Yanga zikawa zimezuiliwa. Kwa hiyo njia inayobaki ni kupiga mipira mirefu ya juu, ambayo mipira ya juu ndio Mbeya City wanaenjoy. Kwanza mingi itakuwa inaelekea kwa huyu mtu Andy Boeli ambaye anajikuta kwenye msitu wa wachezaji wengi wa Yanga. Kwa hiyo wakiwin mpira wa juu, mpira wa chini atapokea Chibada au Adil. Lakini limit muda kwa Dombia, Max pamoja na Pacome. Mara nyingi Pacome kama ulikuwa unaona akicheza vizuri, basi atakuwa anatoka na mpira pembeni, lakini sio katikati ya mistari ambao ni hatari zaidi, si ndivyo? Kwa hiyo Yanga wakawa wameshalimitiwa muda na nafasi. Baada ya hapo ni sasa ndo kulazimisha kwamba mpira kutoka kwa Job kwa Baka upite juu, watashinda wao second ball, watajibu shambulizi. Kujibu shambulizi na kwenda kupata goli haikuwa option yao. Option yao ya kwanza ni Beno awe safe. Na nyakati nyingi sana walikuwa wanasababisha faulu mbali na goli lao, au kama vipi uende kona wadaki. Nafikiri hapo ndo walipofanikiwa kuilinda kwanza sare. Masuala ya kwenda mbele ndo yale baadaye kipindi cha pili zaidi. Sare kwa upande wa Mbeya City walivyoitengeneza wao ni mabeki kutoka katika nafasi zao na kuwazuia
nyota wa Yanga kuingia katika eneo lao la hatari. Yes, kuwazuia wasiwe hatari kwenye eneo lao. Kuingia waliingia, Yanga walikuwa wanafika kwa Beno vizuri tu, lakini wa limit time. Mpira wa miguu ni mchezo wa muda na nafasi kwa mchezaji. Kama mchezaji atakuwa na nafasi ndogo na atakuwa na muda mdogo akiwa na mpira, tayari ushamlimit maamuzi. Kwa hiyo atafanya maamuzi akiwa under pressure. Ndio hapo Pacome ulikuwa unaona akiwa na touch ya kwanza, touch ya pili kashafikiwa. Ndio maana hata mechi ilikuwa pia na migongano mingi sana. Waligongana sana. Sawa, mwalimu wa Young Africa Romain Folz ameshindwa kumsoma vizuri Malale Hamsini kabla hajaenda kukutana naye, ama ni mfumo tu ambao Malale amemsoma Young Africa na ameamua kuja hivi leo? Ukizungumzia kwenye mfano tu, mathalan tutoe game zilizopita za Yanga. Yanga mara nyingi sana anaanza mechi kama alivyoanza leo, lakini anakuwa na ile ongoing match analysis, si ndivyo? Yaani wakati mechi inaendelea wenyewe wanaendelea kuanalyze. Leo haijawasaidia kitu. Ni kwa sababu kwanza Malale Hamsini ameshaziona hizo game nyingi za Yanga kwamba wataingia hivi, lakini mara nyingi huwa gia wanabadilishia hapa. Kwa hiyo leo kafunga hizo njia zote mbili. Kwanza alifanya pre-match analysis nzuri kwamba Yanga wao wanaingia hivi, style yao kucheza ni iko hivi, wachezaji wao hatari wako hivi, strong point yao ipo hapa, muundo wao wako strong sehemu hii. Kwa hiyo akabana. Lakini wakati mechi inaendelea akajua kabisa Yanga wanaweza kubadilisha hichi. Hiyo wanaita sawa ongoing match analysis. Ni kazi ya analyst pamoja na kocha. Wanakuja na mbinu mbadala baada ile plan A kufeli. Plan B pia na yenyewe akaibaka ile plan B, si ndivyo? So neno baya. Kwa hiyo na yenyewe akaizuia ile plan B. Akaielewa mapema. Yes, akaielewa mapema. Baada ya subs ukaona pia subs za Yanga zikusaidia. Kwa hiyo hayo maswali yote alishindwa kuyajibu. Kitu cha kwanza kabisa, wanyime creativity kina Max huko. Kina Max wakiwa karibu na goal lako, create chance ni rahisi sana. Watoe, kwa maana kwamba wakiwa na mpira usiwape uhuru huku. Hata kama utakuwa compact, hata kama utafanya man marking, waende kwao. Ndio alichokifanya. Mimi hao wachezaji sijawasogeza, kawasogeza Juma, si ndio? Kwa hiyo ina maana walifanywa wakawe creative kwao, na kuna muda kweli walikuwa wanabaki, lakini walikuwa wapewe muda na nafasi. Ndio maana ulikuwa unaona Baka anaweza kawa na mpira sekunde ya kwanza ya pili hadi sekunde 5. Ni kwa sababu huku Baka hawezi kuiathiri Mbeya City. Kwa hiyo atalazimisha mpira uje huku, na ukija huku wapo wengi kwao wanapora, ni transition. Ndio maana sasa tukasema ikawa ile transition based match. Mbeya City wanapona mipira mingi, wanajibu mashambulizi. Sawa. Namna ambavyo tumeona performance za kila mchezaji. Nani man of the match katika mchezo huu wa leo? Sisi ukipata nafasi ya kumtaja man of the match katika mchezo huu wa leo ni nani? Kabla ya dakika 90 nilikuwa tayari nimeshamwandaa. Mara nyingi alikuwa ni beki wa kulia wa Mbeya City. Aliclear na Pacome, aliclear kama mbili ambazo zilikuwa zinaenda kumkuta Beno na pengine zingekuwa magoli. Kwangu mimi yule alistahili kuwa mchezaji bora wa mechi kwa sababu aliamua zaidi matokeo kwa upande wa timu yake. Lakini Yanga wana X factor. Unajua X factor ni mtu ambaye anaweza kuathiri scoreboard. Kwa maana kwamba kama timu yangu haitafunga basi mimi nitalazimisha timu yangu isifunge. Si ndivyo? Ataibeba timu. Diarra kaibeba Yanga. Unajua ile save ya dakika ya mwisho one on one ile, 2 on 1. Sio moja. Tunazungumzia saves mbili ambazo wamezifanya nazo zote za dakika za mwisho. Na kuna moja ni wawili dhidi ya yeye mwenyewe, si ndivyo? Yes. Utampa man of the match, lakini binafsi kwa sababu dakika za mchezo ni 90 na so dakika 10 zile za mwisho nitaondoka na mara nyingi ule beki wa kulia Janki ule wa Mbeya City.